Isaya 33 ule mstari wa 6. Angalia ilivyoandikwa, nyakati zako zitakuwa nyakati za kukaa imara, za wokovu tele na hekima na maarifa na kumcha Bwana. Vyote vimebebwa kwenye nyakati zako. Yoeli 2:25. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu. Jeshi langu kubwa ni hilo lituma kati yenu. Nyakati zako zinaweza kuliwa kiroho, kwa sababu miaka ni sehemu ya nyakati. Kwa hiyo nzige akija kula, anapokula anaangalia alichotumwa kula. Kwa kama akila kukaa imara, maana yake utayumba. Kwa hiyo kama amewasazia wengine hivyo vilivyoko, huyu anayefuata atakula wokovu, na yeye akiondoka akisasa, huyu anayefuata akafuata kilichoko huko ndani, hekima. Akiamua kumsazia mwenzake, huyu anayekuja naye anachukua maarifa. Na kama kuna kikosi kingine kinachungulia kimesazwa kitu chote kwenye nyakati zake, ndio kuna nini? Kuna kumcha Mungu, kinakula kumcha Mungu. Kwa hiyo ni jukumu lako kurudi kwenye mstari ule wa kwanza, sura ile ya kwanza mstari ule wa 4, kucheki walikuwa wanakula nini. Walipokuwa wanakula miaka, walikuwa wanakula nini? Walikuwa wanafuata nini? Yaliyosazwa maana yake anaanza kula akiba. Jeshi hili lilikuwa linafuata akiba. Kila anayekuja anakula kilichosazwa. Katika mazingira ya kawaida, ukila akiba, kuna sababu mbili: au matumizi yako yameongezeka, au kipato chako kimepungua. Kwa hiyo tunutu alipokuwa anakula yaliyosazwa, alikuwa anakula zote mbili, anakula akiba, anakula na kipato kwa wakati mmoja. Utaona inasema sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji zimekatiliwa mbali na nyumba ya Bwana. Kwa hiyo maana ni kwamba ili tatizo limeenda mpaka kanisani, kwenye nyumba ya Bwana. Ghafla sadaka zimekatiliwa mbali, zimezuiliwa. Kuna upungufu wa sadaka bila kuwa na maelezo. Kwa hiyo zile kidogo zilizokuwa zimebaki kwenye account bank zinaanza kutumika, wakitegemea Jumapili zitaongezeka. Haziongezeki. Zikiongezeka na matumizi yanaongezeka. Shamba limeharibika, nchi inaomboleza, taifa na wenyewe wanatumia akiba walioweka kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kitaifa. Soma kwenye Biblia uone makundi yaliyotajwa. Yanatajwa makundi ya wakulima, yanatajwa makundi ya watunzaji wa mizabibu, manake wafanyakazi walioajiriwa kwa wakulima. Linatajwa kundi la wafugaji ambao majani yamekauka na mifugo inapata shida kupata maji na inapata shida kupata majani. Sasa angalia kitu kinachotokea. Kinacholiwa sio akiba, miaka. Hapo ndipo chenga inakuja, kwa sababu watu hawaombei miaka, wanaombea akiba. Wanaombea miaka, hawaombei uchumi. Wanaombea uchumi, hawaombei miaka. Hawajachanganya hivyo vitu kwa kuvibeba.